Usomaji leo tutasoma sana kidogo. Naomba tusomee kuanzia mstari wa kwanza sura ya 15 wa Korintho wa kwanza, mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Amen. Mpaka wa 8. Amina. Neno la Mungu linasema, basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Haleluya. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Endelea. Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Haleluya. Endelea. Na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale thenashara. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Ndugu zaidi ya 500 pamoja. Endelea. Katika hao wengi wanaishi hata sasa. Haleluya. Wakati wa uandishi, kati ya hao 500 wako hai, unaweza ukawaona. Amen. Wapo. Wakati Paulo anaandika, hao watu wapo. Wako wachache waliolala, lakini hii ni historia inathibitika. Endelea. Ila baadhi yao wamelala. Baadaye akamtokea Yakobo, tena na mitume wote. Sasa unajua kwa nini anasema baadaye alimtokea Yakobo? Ni yule Yakobo ndugu yake Yesu. Maana yake hapo mwanzoni Yakobo huyu alikuwa hajaokoka. Hatusikii habari zake huko nyuma. Baadaye alikuja akaokoka. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume, baada ya kuokoka alipanda haraka sana, ndio akaja kuwa mkuu wa kanisa la Yerusalemu. Ndio akawa askofu wa kwanza. Ndiye kwenye ile kesi ya wamataifa katika sura ya 15 ndiye alifanya maamuzi. Baada ya kusikiliza pande zote akasema, sasa mimi naamua hivi. He became the first askofu, kwa maneno ya siku hizi. Haleluya. Usimdharau mtu anaokoka leo, anaweza akaja akawa bosi wako. Haleluya. Mpe tu nafasi. Usimgandamize. Wewe wajana tu, wewe vipi wewe? Wewe sisi mpaka tumezeeka, wewe unajifanya mjanja hapa, unaruka mtaani. Mwacha ruke. Huyo Roho Mtakatifu aliyekuleta kwa Yesu, na amemleta na yule, ana mpango na yule. Kadri ambavyo anampa ushirikiano Roho Mtakatifu, ataenda afikie viwango vyake, hata kuwa kiongozi wako. Mimi sitashangaa ukapanda ukawa askofu wangu. I salute you. Hallelujah. I salute you. Kwa sababu that's the doing of the Lord. Nilikuwa na katibu wangu ofisi ya section. Jimbo lilipogawanya akapandishwa akawa katibu wa jimbo. Nikimpigia simu, Bwana Yesu asifiwe mkuu. He's my boss now. Mambo yanatofautika. Sasa huyu Yakobo alikuwa hajaokoka. Hakuwepo wakati Yesu anapaa. Alikuwa jirani, lakini alikuwa hajaokoka. Lakini alipokuja kuokoka, akawa on fire. Haleluya. Funga mkanda, songa mbele, mtumikia Bwana. Ufikia malengo ambayo Bwana amekusudia kwa ajili yako. Kila mmoja kuna destination, kuna mstakabali wako. Funga mkanda sawa sawa ufikie. Tunapimwa kulingana na neema iliyoachiliwa kwetu. Neema ipi imeachiliwa kwako? Hiyo neema iliyoachiliwa kwako ndiyo utakachohukumiwa nayo, utakachopimwa nayo. There is a grace released for you. Sasa jitafute katika Mungu, ukae kwenye nafasi yako, ili Mungu akupeleke ufike pale alipokusudia ufike.
Na hapo hapahitaji nguvu ya mwanadamu, inahitaji neema na ushirikiano na Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Kadri unapompa Roho Mtakatifu ushirikiano, utasonga mbele, utapasua anga, utasonga. Haleluya. Hata wakitokea watu wanakuwekea speed governor, lakini wewe mshike tu Roho Mtakatifu, utatoboa. Haleluya, haleluya. Kadri unavyosonga mbele, we celebrate with you because it's the doing of the Lord. Mtu usimwonee wivu mwenzako anaposonga mbele. Wewe jikusanye na wewe piga kazi. Haleluya, amen. So kwa hiyo hapa tunaona jinsi ambavyo ni uthibitisho wa historia ambayo inaeleza nini kilitokea. Yaani unasoma mwenyewe, unapata uhakika kwamba jamani, Yesu hayuko kaburini, hakika Yesu aliteswa, hakika Yesu hakika ishara na miujiza zilitendeka, maana mashahidi wapo kwamba alifufuka. Aliwatokea watu zaidi ya 500. Paulo mwandishi hapa anashuhudia zaidi ya 500 na bado wapo hai. Kama mimi uniamini, waamini hao basi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana Yesu baada ya kufufuka alionekana duniani physically kwa siku 40. 40 days. I don't know why the number 40. Nyinyi mnaokuwa mnaelekea kwenye 40, ombeni sana. Pray more. 40 is a great number. Wengine mnaenda 40 ya pili. Neema ya Bwana iwe juu yenu, maana hapo ndio ujana unaisha. Neema iwe kwako unapoelekea kumaliza 40 ya pili, ujana ndio unaisha. Musa ndio alianza kazi akiwa na 42. Nisikusikia unasema mimi mzee wewe. Hata 40 ya kwanza hujaimaliza. So, fanya kazi ya Bwana na Bwana atakubariki ufikie mustakabali wako. Jitafute katika Mungu. Kuna mambo mazuri ambayo Mungu ameyakusudia kwa ajili yako, uyafikie na jina la Bwana likapate kubarikiwa. Hivyo tumeona ushahidi huo hapo kwamba hakika Yesu alifufuka na aliwatokea wengi. Ukiendelea pale, malizia pale. Kuna mahali ambapo Paulo hajamaliza kujisemea mwenyewe. Na tena na mitume wote. Baadaye akamtokea na mwisho wa watu wote alinitokea mimi. Kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Oh, haleluya. Kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake, alinitokea na mimi. Aliwatokea wale wenye sifa, lakini mimi niliyezaliwa si kwa wakati wake, na mimi sikusahauliwa. Haleluya. Bwana hajakusahau. Aliwatokea wanaojulikana, aliwatokea wenye majina, lakini na mimi ambaye nilizaliwa si kwa wakati. Oh my God. Somebody down, kuna mtu hajaelewa hapo. Na wewe uliyezaliwa si kwa wakati, na wewe amekutokea. Na kwa sababu amekutokea, funga mkanda, tembea pamoja naye, ukapate kuinua bendera yake popote pale ulipo. Mwambie jirani yako, you are very very special. Wewe ni wa maana sana. Wewe ni wa muhimu sana. Unajulikana mbinguni. Jina lako limeandikwa mbinguni. Una uraia wa mbinguni. Hata kama huku kwingine unakunyima visa hapa na pale, lakini wewe shikilia uraia wako kwa juu. Umeingia kwenye taifa wakakunyima visa, waambie ni mama, mimi I have a dual citizenship. One is more precious than the other.
mkinyima hii alimradi nao ile nyingine. I'm another level. I'm another level. Hallelujah. Mimi ni viwango vingine, wewe ni viwango vingine, kwa sababu wewe ni raia wa mbinguni, kwa sababu umejificha katika damu ya Yesu. Unatambulika mbinguni kwa sababu umemtambua yeye aliyeangikwa kwenye msalabani. Haleluya. Piga kazi, songa mbele katika jina la Yesu. Haleluya. Twende katika Mathayo 28. Tunaenda kumaliza. Mathayo 28 katika namba, tusome kuanzia mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Haleluya, haleluya. Nisikilize. Hapa kuna neno la msingi ambalo nataka tulikamate hapa. Alipokuja kwao, akasema, walikutana kule Galilaya. Wanafunzi wake walipokutana naye kule Galilaya wakamwabudu. Haleluya. They worshiped him. Walifurahi. Maana alipomtokea Magdalena akamwambia, waambieni tukutane Galilaya. Wakaenda Galilaya. Akaja akawatokea. Walipomwona wakamwabudu. They worshiped him. Alafu mstari wa 18 akawaambia, nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Hivyo nendeni mkawafanye mataifa wanafunzi wangu. Nendeni mkawafanye mataifa wanafunzi wangu. Sio nendeni mkaifanye Kariakoo wanafunzi wangu. Sio nendeni mkaifanye Chanika wanafunzi wangu. Nendeni mkawafanye mataifa. Wito ni the world, ni ulimwengu. Yohana 3:16, 1, 2, 3. Akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali yawe na uzima wa milele. Inasemaje? Jinsi hii Mungu aliupenda ili kila amwaminie bali awe na uzima wa milele. Usipomwamini unapotea. Ukimwamini una uzima wa milele. Lakini aliupenda nini? Ulimwengu. Yani shamba ni ulimwengu. Shamba ni ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Usifikiri hapa tunafanya mashow hapa kuombea nchi mbili kila wiki. Tuko kwenye agenda ya kufikia ulimwengu. Tuko kwenye agenda ya kukufanya kwamba Bwana ametutuma ulimwenguni. Kama hatutaenda, tutaenda kwa maombi. Haleluya. Usipoenda physically, unaenda kwa maombi. Panua wigo wa kuelewa habari ya ufalme wa Mungu. Mungu anaangalia ulimwengu. He's looking to the world. Jihusishe na kufikia ulimwengu. Unaweza ukaenda Kariakoo, piga kazi. Lakini kule ambako huwezi kwenda, piga maombi. Haleluya. Piga maombi, ombea neema ya wokovu.
katika jina la Yesu. Na mitandao sasa hivi ipo, tengeneza channel ya kuombea watu, alafu kuna AI sasa hivi na watafasiria tu. Oh my God, mpe Yesu makofi basi. Technology imeletwa hapa ili wewe ukae hapa uhubiri China, uko hapa uhubiri Mongolia, hata Mongolia uijue. Uko hapa uhubiri Brunei, unajua Brunei? Brunei uhubiri kule ambako yani you cannot think of going. Preach, nenda kwa maombi. Lakini siku yoyote umepata safari ya kibiashara, sema siku yoyote nikipata safari ya kibiashara nje ya nchi, usifikiri umepewa kwenda kuvinjari na kufanya show huko. Kuna divine mission. Nenda huko, uongea angalau na mtu mmoja habari ya Yesu Kristo. Haleluya. Umenisikia? Nyinyi vijana mngekuwa sharp hapo kwenye nani? Mungeitoa ile clip nilikuwa California tukahubiri Kispanyola. You are not sharp you guys. Nilipokuwa California nikakuta watu wanahubiri, nikajiunga nao, wanasubiri Kispanish lakini unanena kwa lugha. Yaani wala hakujua kwamba sikielewi. Tumekaa kama nusu saa na zaidi hivi, tunapiga baadaye tukapigiana high five, injili imehubiriwa, watu wamesikia injili. Haleluya. Kaondoka. Hakuna mahali unaenda Mungu hana taarifa umeenda. Everywhere you go, God knows that you are there. Kila mahali utakapoenda, think, tulia, what is the divine mission for me here? Sio kwa ajili ya maendeleo yako. There is a divine mission. Paulo aliposoma akamaliza elimu zote za wakati ule, yeye alifikiri anasoma awe bosi. Mungu alikuwa na mpango wake. Umemaliza? Haya, njoo hapa. Utateseka kwa hiyo injili ambayo ulikuwa unapanga kuiharibu mpaka utakufa. Mungu alitumia elimu ile. Leo tuna nyaraka za Paulo karibu nusu ya Agano Jipya kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo. Elimu ulionayo wewe unafikiri inakufaa tu wewe. God has a divine mission. Popote pale ulipo, whatever you are doing, find out the divine mission. Kuna mpango wa kiungu kwa chochote kile unachofanya. Popote pale unapoenda, tafuta kusudi la kimungu. Tulipokuwa JKT tukaanzisha kanisa, mnakutana polini kwenye mikorosho, piga kazi. Afanda anakuja, vipi mnafanya nini? Tunafanya maombi, tunahubiri injili. Anakuja, anaisikia injili, mpaka tukaanza kuwa na tutapewa kaupendeleo fulani. Hao warokore wakiwa kwenye disco la usiku, sisi ndio tunachaguliwa kuongoza nyimbo za disco. Sasa utaongoza wimbo gani kama sasa? Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Wengine wanapanda milima, wengine wanashuka. Wengine wanapanda milima, wengine wanashuka. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi. Ukileta michezo kwa Yesu ana watu wengi. Wengine wanapanda mlima, wengine wanashuka. Wengine wanapanda mlima, wengine wanashuka. Wengine wanapanda milima, wengine wanashuka. Wengine wanapanda milima, wengine wanashuka. Ukileta mchezo kwa Yesu ana watu wengi.
Hebu. Yani nyinyi si waelewi, unajua nyinyi. Hivi. Mchezo kwa Yesu. Yani hamwezi kuingia mkapata hiyo. Why are you standing there, you guys? Hebu ngoja Lecho aliwashe. Maana Lecho nakuamini. Hebu sogea. Yeah. Nataka uliwashe sawa sawa. Yeah. Watu waelewe kwamba wengine wanapanda, wewe ukiregea, wakati wewe ukiregea unapopanda ukasema nimechoka, wenzako ndio wanaanza safari. Utaachwa. Angalia pale Yesu alipokuwa msalabani, mwingine anamtukana Yesu, mwingine anaingia mbinguni anamwambia Bwana unikumbuke unapoingia kwenye ufalme wako. Huyu anashuka, huyu anapanda. Twende. Haleluya. Ukileta mchezo kwa Yesu, wengine wanapanda mlima, wengine wanashuka, wengine wanapanda mlima, wengine wengine wanapanda mlima, wengine. Ukileta mchezo kwa Yesu, mchezo kwa Yesu, ukileta mchezo kwa Yesu, na wengine Shika mkono jirani yako. Mwombee huyu asishuke. Mwombee huyu asishuke. Aendelee kupanda. Mlima ukiwa mkali na mrefu aendelee kupanda. Katika jina la Yesu asilegee. Mkanda usilegee. Viatu na magoti yasilegee. Akaendelee kupanda katika jina la Yesu. Pray for somebody. Pray for somebody. Otapesikelo bonda karibe tekelo lela baka. Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Baba, watoto wako tunajimimina kwako, tukiomba neema yako isiyo ya kawaida, katika jina la Yesu. Lembo siko robo sekera bonda karabaka. Kwa damu ya Yesu, asitoke mtoto wako yeyote akalegea. Mtoto wako yeyote asikose nguvu ya kusonga mbele, katika jina la Yesu. Orebese kerabonda karabate kerolelaba. Benda karaboto kerolelabaka. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, saidia watoto wako yeyote asilegee, katika jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai. Purify us, O Lord. Cleanse us, O Lord. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Aina yote ya uzembe na ulegevu usilegee, katika jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai. Sheka piko robo na karabo. Lopo sika rabondo sokorolelaba.
Bekaribondo, Lomosike Rebete Kerobo, Papa 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 Papa, Reposiko Bekati Pote Pati, Lopotika Bikoro, Lopatika Ribote, Lamba Sekerole Lavaka, oh King of Glory, Lopotira Banda Korole Lavaka. Baba utuwashe, Baba tusaidie katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Oh Bwana, oh haleluya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Set us on fire, set us on fire. Tuwashe Bwana, tuwashe Bwana, tusonge mbele, tusimame imara, asiwepo wa kulegea, asonge mbele kwa kuinua bendera yako katika jina la Yesu. Asilegee mtu hapa katika jina la Yesu, bali tusonge mbele tukiendea ufalme, tukiendea ufalme, tukiingia mbinguni kwa kishindo na ushuhuda wenye nguvu, kwa sababu you have done all for to enable us, Lord. Oh Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tutengeneze Bwana, tutakase Bwana, tutengeneze Bwana, katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Thank you Father. Asante Baba. Baba, tunanyenyekea Baba, tunapokea neema ya kusonga mbele Baba, tunapokea neema ya kupanda mlima. Asichoke mtu. Kama ni kupanda mlima, tutapanda kwa ushindi. Kama ni kupanda mlima, oh, hakuna wa kuchoka, hakuna wa kuzimia, katika jina la Yesu. By your grace, by your power, by the name of Jesus. Shambeke rebete kerolelaba, lapati, lobose, lepa, sako, tepe, topo, shekari, bondo, karabete kerolelaba. Thank you, Father. Father, we give you the praise. Father, we worship you. Baba, tunalibariki jina lako. Oh, msaidie mtu asilegee. Msaidie mtu asilegee na kukata tamaa katika jina la Yesu. Hata kama mambo yakiwa magumu, safari inaendelea. Ni safari ya tumaini yenye ushindi katika jina la Yesu. Hatuachi mtu njiani, tunaenda mbele wote kwa pamoja, na watoto wetu tunaenda nao mbinguni, na vijana wetu tunaenda nao mbinguni, na wazee wanaenda mbinguni, wote tunakwenda katika jina la Yesu. We are not leaving behind anyone, by the name of Jesus, katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Thank you Father. Yehova, Baba, tunalibariki jina lako. Baba, tunalibariki jina lako. Pokea sifa na shukrani katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Mtu mmoja sema amen. Mtu mmoja sema amen. Haleluya. Funika macho, inua mkono wako. Sema, Bwana Yesu, haya ni maombi yangu. Nisamehe dhambi zangu zote. Naomba unisaidie. Nisilegee katika safari hii ya kuja kwako. Nisaidie katika madhaifu yangu. Niondolee upofu wa kiroho. Niondolee ulegevu wa misuli ya kiroho. Naomba niimarishe. Sitaki kuishia njiani, wala sitaki kuingia alimanusura. Nataka niingie na ushindi katika ufalme wako. Nataka niingie na ushindi mbinguni. Bwana Yesu, nishike mkono kwa Roho wako Mtakatifu. Popote pale nilipo niwe baraka. Popote pale watu watamani kuongea na mimi na kuwa karibu na mimi. Kwa sababu umenibariki. Nimezungukwa na baraka zako. Kama jinsi ambavyo Yusufu alikuwa baraka. Alipokuwa kwa Potifa akabarikiwa. Alipokuwa gerezani, wafungwa wakabarikiwa pamoja na mkuu wa gereza. Baadaye ukamtunuku na baraka
ya nafasi kubwa kule Misri kwa ajili ya kuokoa maelfu mengi. Nisaidie nifike pale uliponikusudia. Kwa neema ya Roho, kwa neema yako. Haya ndio maombi yangu. Katika jina la Yesu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako usilegee. Usilegee, songa mbele. Katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Encourage somebody. Amen. Naomba tukae katika uwepo wa Bwana. Haleluya. Labda nimkaribishe Pastor Agustino kwa ajili ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tumshangilie Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Nashukuru sana, hayo makofi yalikuwa ni kwa ajili ya baba yetu.